upotevu wake basi huyo amepotea wala hatapata mwongozo. Nashahidia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika nashahidia kwamba mpenzi wetu na mwombezi wetu siku ya kiyama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake Allah tabaraka wa taala. Mazungumzo yalikuwa bora ni mazungumzo ya kitabu chetu Qur'ani, na mwenendo uliokuwa bora ni mwenendo wa mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo baya katika dini ni jambo la kujianzia. Kila jambo lisiokuwa na asili katika Qur'ani wala katika mafundisho yake mtume wala katika mwenendo wa maswahaba viongozi baada ya mtume, jambo hilo chukuliwa katika dini kwa ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na upotevu ni moja miongoni mwa sababu zitazompelekea mja kuingia ndani ya moto. Allah tunakuomba nasi utukinge kwanza na upotevu, pili utukinge na moto wa jahannam. Tunazidi kutoa shukrani za dhati ndugu zetu Waislamu huku Afrika ya Kusini kwa fursa adhimu kama vile hizi ambazo mnatukirimu kwa minajili ya kuja kuzungumza maneno ya Allah tabaraka wa taala. Jana tulikuwa na kisomo ambacho mimi ninakiita kwamba ni kisomo la imani, ambacho unwani yake naikumbuka ilikuwa ni ndoa ni raha. Ndio kisomo chetu cha jana, ingawa tukifika mwisho. Lakini mimi nakuwa na kawaida mara nyingi mwishoni ndio naitaka kisomo sasa ambacho ndio malengo na uti wa mgongo wa hii dini. Kuzungumzia neno limoja tu, kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Neno hili ndugu zangu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Neno lizito sana, na tunabudi sisi kumshukuru Allah kulipata hili neno kiulaini kiurahisi. Wenzetu maswahaba kwa ajili ya hili neno walichinjwa, waligeuka vilema, walipata shida kwa ajili ya hili neno, lakini hawakutetereka, maana walijua uzito wa hili neno. Baada ya kuja katika hadithi ndefu na isema kwa ukata tu kwamba siku ya kiyama atafufuliwa mja mbele ya Allah kwenye uwanja wa uadilifu, kisha atapitishwa kwenye mahakama ya Allah tabaraka wa taala. Ataonyeshwa mbele yake vitabu 99. Yaani kwa lugha nyepesi, ukurasa mmoja unaishia kwenye nguvu ya macho inaishia. Alafu ni vitabu 99. Page moja tu inaishia kwenye macho, nguvu ya macho inaishia. Halo hizo. Ukisema unaona mbingu labda na milima ina kama 5. Alafu vile vitabu 99 vimejaa ndani yake madhambi tu mwanzo mwisho. Na ukubwa kwa hizo wa vitabu vyenyewe, Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mja wake mwingine, unacho chochote kitachoweza kukusaidia hapa? Mja atainama, anasema vitabu 99, anatizama ukubwa wa vitabu, anatizama madhambi yamejaa, anaambia Mola wangu hapo sina mjibu, sina kabisa. Allah atamwambia la dhulma leo, hakuna dhulma, unalo jema moja ambalo. Sasa mwakili anavuta jema moja na hivi vitabu 99 na ukubwa wake, hilo jema moja litafua dafu.
Allah taamrisha iletwe mizani ya kuwapima matendo ya waja, kisha vitachukuliwa vile vitabu 99 na ukubwa wake ambao tumeusikia viweke kwenye sahani la kwanza na mzani. Kisha Allah atarudi kumwambia mja wake haona chochote ambaye anamisi. Anamwambia unalo jema moja. Kisha italetwa al-bitaqa. Hii hadithi inatoka hadithul bitaqa, hadithi ya kadi. Italetwa kijikadi kidogo, kimeandikwa ndani yake la ilaha illa Allah. Allah atamwambia wewe una jema lako, ili neno hili liseme. Kisha walete sahani la pili la mzani. Chukulia kile kijikadi kidogo tuweke kwenye sahani la pili. Yaani ule mtu kuna tazama akili mwake anakaa vile haya mambo hayaeleweki. Vitabu 99 na ukubwa wake. Alafu kijikadi kidogo ndio kinawekwa kwenye hii ngambo ya huko. Lakini watakapoweka ile kadi kule, mzani utatitia. Uteremke chini, upandishe vile vitabu vyote. Allah akamwambia hakuna, mwambie mja wake hakuna kinachoweza kuwa kizito zaidi ya Muumba wa mbingu na ardhi. Hapa ni neno langu, haiwezekani. Kwa hivyo hii inatupa sura, ndugu zangu, ya kuonyesha uzito wa hili neno la ilaha illa Allah. Ni neno ambalo mtu akilisema alikuwa kafiri anakuwa Muislamu, alikuwa ni adui yetu anakuwa ni rafiki yetu, anakuwa na haki kwamba yanayowasibu Waislamu katika neema, yanayopata Waislamu katika neema, na yeye yumo katika mazito, na yeye yumo mambo yote, anakuwa na ruhusa hata kuchukua mmoja katika mabinti zetu kwa kuwa amesema neno la ilaha illa Allah. Dallati nususu ash-shar'iyyatu, ndio maana dalili za kisheria ndani ya kitabu cha Allah zimeonyesha ala anna al-fawaida والفضائل العظيمة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Zama dalili zikaonyesha faida na fadhila kubwa za hali ya juu zinazopatikana ndani ya hili neno la ilaha illa Allah. Neno lizito ndugu zangu, lakini suala linakuja, je, kila mwenye kulisema akayapata haya ambayo makubwa, akazipata hizi faida, akazipata hizi neema? Ni maana wanachuoni wetu wakatugawia kundi mbili tu, wakasema hawezi kufikia hayo mpaka apitie kwenye masharti ya hilo neno la ilaha illa Allah, shurutu la ilaha illa Allah. Na sio masharti tu, na ajiepushe na nawaqiduha, vitenguzi vya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo leo sikupenda kuzungumzia masharti, nikapenda kuzungumzia ndugu zangu kuhusu vitenguzi vya hili neno la ilaha illa Allah. Naam, tumesikia kwa ufupi uzito wa hili neno, na dalili za Qur'ani ni nyingi tu, ahadithu sahiha ni nyingi tu zinazozungumzia upana wa hili neno, lakini sitokwenda sana mimi huko, ila nitapenda tuanze kaza kuzungumzia nguzo za hili neno la ilaha illa Allah, arkanu la ilaha illa Allah.
nguzo zake. Halafu tutaingia kwenye vitenguzi vyenyewe vya kutengua la ilaha illa Allah. Kwa nini ndugu zangu, binafsi nimechagua kisomo? Katika visomo vyote ambavyo tunasikiaga vyote, kisomo kama vile hichi ndio maana mtu anaweza kupatia vingine vyote, lakini ukikosea hapa umefeli. Umefeli kabisa. Umefeli kabisa. Ndio maana iko haja ya sisi kujifunza hichi kitu. Nguzo za la ilaha illa Allah ni mbili, kama walivyotuambia wanazuoni wetu. Wakatambia ni nafyun wa ithbat. Kuna kukataa na kuna kuthibitisha. Wayufahamu min la ilaha, inafahamika ukisema la ilaha, hilo ambalo ukilisema linawashiria kwenye kukataa. Alafu inafahamika ukisema illa Allah, inaashiria kwenye kuthibitisha. Tahadhari ya kwanza ni kuna watu dini wanaipeleka kama vile na komedi ndani yake, vipodo ndani yake. Yaani mtu anakutana na msauti afu anamshtua la ilaha, mwingine anayetikia illa Allah. Kama vile nikaposteri kitu kazuri kanipendeza, na ukisikia kweli unaona kabisa kama kamependeza kweli, la ilaha illa Allah. Au imamu yuko pale mbele anasema hilo neno, mwambie ni masio, mwambie Uislamu la ilaha, Waislamu wanatikia illa Allah. Tunasema hizi kundi zote mbili zimefeli. Aliyosema la ilaha bila kumalizia, amekataa miungu vyenye kuabudiwa vyote, amekataa na Allah amemkataa. Amekataa miungu yote ameikataa na Allah amemkataa. Na mwenye kusema illa Allah, isipokuwa Allah, amemkubali Allah bila kukataa ile miungu mingine. Kweli Allah yupo, lakini na Bwana Yesu kule Iranga nini na kadhalika, na wenyewe wapo. Kwa hivyo hakuna kundi ambalo linakuwa limefaulu. Ndio maana hili neno lazima lisemwe kwa ukamilifu wake. Mkikutana na mtu katika watu wa mikono anakuambia la ilaha, wewe anzia kwenye mianzefu malizia. Na wewe unasema la ilaha illa Allah ili usalimike. Tuchunge hilo jambo ndugu zangu. Dini yetu sio tiara, sio comedy, sio mchezo. Ni kitabu na sunna ala fahami as-salaf. Ndio dini yetu. Yaani sio mtu anania madoido mipodo, hamna hicho kitu. Kwa hivyo yufahamu min la ilaha illa Allah, inafahamika atakusema ile neno la ilaha, lao lenyewe tu ni kwamba mtu anakuwa amekataa ibada za vyote vyenye kuabudiwa kinyume chake Allah. Ndio akasema inafiyo liibadati an kulli ma siwa Allah, kukataa na kupinga na kukanusha ibada ya mwingine asiyekuwa Allah, ibada ya kitu kingine kinyume cha Allah. Ama al-ithbatu yufahamu min illa Allah, kuthibitisha inakuja katika ile neno la mwisho illa Allah, isipokuwa Allah. Ithbatu liibadati lillahi wahdahu, kuthibitisha ibada ya Allah yeye peke yake. Ndio tafsiri
namba moja, tafsiri kubwa ya neno la ilaha illa Allah. Lakini baadhi ya wanawazuoni wakatupa faida nyingine katika hili neno la an-nafi. Kwa kuwa ndugu zangu, huwezi katika Uislamu hauruhusiwi kukubali kwanza, bali unalazimishwa kwanza ukataa. Somo muhimu sana ndugu zangu. Allah tunaomba atufahamishe. Sio kukubali tu, kwanza kataa. Yaani hauwezi kukubali Allah uko na herizi. Kataa kwanza hii herizi, alafu ndio mkubali Allah. Kwanza imekuja ni negation, kwanza kataa, halafu ndio utakubali. Sasa watu wengi leo, Waislamu wengi maskini wamekubali bila kukataa. Bado mtu hujao Muislamu sasa. Bado. Wanachuoni wakatoa faida, wakatuambia an-nafyu yashmilu khamsata umur. Hili neno la kukataa limekusanya mambo matano. Hii faida katika ile tafsiri ambayo tumeitoa an-nafyu. Katika kukataa, neno la kukataa limekusanya mambo matano. Jambo la kwanza ambalo mtu anatakiwa akatae nafyu fi'li aji makhluqin, ni kukataa kitendo kimetendwa na kiumbe yoyote. Allah tufahamishe ndugu zangu. Ili kuelewa hii ya kwanza, sikiliza hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Anfal aya 17, anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum. Kisha Allah akasema wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Yaani aya ukisikia inachemsha akili kabisa. Sawa, tuna kitabu ndugu zangu, sio mchezo. Darasa letu la leo sio darasa la elimu, ni moto kwenda mbele. Ili darasa la leo, Allah naomba tuthibitishe ndugu zangu. Jana ilikuwa darasa la elimu sana, ni watu bila sana, mashallah, ndoa ni raha, kwani ambianza kwenda mbele. Leo hamna hicho kitu, hamna kabisa. Wakati mwingine mimi nakuaga na kuna experience ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala alinipa kule nyumbani. Mara nyingi kwa nikiandaa darasa hili, hapata kosa kutokea sababu za kuvuruga kikao. Yaani shetani anapigana kufa na kupona hicho kikao kisiwi, na kikianza kisifiki mwisho, na kikifika mwisho watu wengi wameshatoka. Yaani tunakaa unasikia shetani anakukumbusha kama vile wewe umekuja hapa. Nakumbuka ile shughuli umeiacha nje. Anakupanga mshana mtu. Antia mkono juu. Mimi najua kazi imeanza. Maana ukadogo ukisikia darasa kama vile unajaa na komando, utapewa fikra tofauti ili ukimbie basi. Allah tunamuomba tuthibitishe. Allah anasema, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa katika vita tena ghazwatu Badr, vita Badr. Allah anamwambia Mtume, falam taqtuluhum, wale washirikina mliowaua uwanjani sio nyinyi mliowaua. Lakini nimeelewa jamani, wale mliowaua sio nyinyi mliowaua. Wama ramaita idh ramaita, wala sio wewe uliyetupa ule mchanga, uliyerusha ule mchanga pindi uliporusha. Sasa jamani, sio wewe uliyerusha ule mchanga pindi uliporusha. Lakini unasikia mambo kisi yanakwenda ndio kisomo. Yaani nafikia wakati
unakadhibisha kitu ambacho macho yako yameona. Unakadhibisha. Kwa nini sasa? Binadamu hana uwezo wote ule wa kufanya jambo illa an yasha Allah. Mpaka Allah ataka. Ndio anamwambia mtu msende mkajigamba tumewapiga vibaya washirikina. Mimi ndio nimewapiga. Yawezekana kuna kikosi cha malaika kilitumwa pale, makomando kutoka mbinguni, wakati wakamaliza pale, na walikuwa wanaliona maswahaba wao wenyewe uwanjani. Yaani mtu anainua upanga hivi, kabla hajapiga anaona kichwa kinaruka kule. Bali inasemekana pana kijana kimoja katika makafiri, kabambi wa mtu kifua kimekuja kimefungwa kamba, na swahaba ambaye amekonda hivi anamleta, ameshikwa mateka mpaka mbele ya Mtume. Mpaka yule jamaa Mtume mwenyewe bwana anatisa, huyu na huyu wapi na wapi? Ule jamaa mwenyewe anambia Rasulullah, sio huyu ndo amenifunga hii kamba, sio huyu. Wala sio mimi, na mimi ndio nikufunga, basi sio wewe, wewe unaweza wewe. Mimi kuna hali ambayo imenitokea kama nilikuwa kuna watu wengine na ndio wamenibana, ndio maana wao kaniweza kunifunga. Sio wewe umenifunga. Rasulullah anatoa hapa kuna kitu. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ulipochukua mchanga ukaurusha, sio wewe uliyerusha, pindi uliporusha. Kwa kuwa nguvu zako wewe za mchanga ungerudilia hapa karibu, lakini maadama ilikuwa ni Allah alimpeleka mpaka katika kila bicho la kafiri, mchanga ukamwingia na ukamwasha kushinda pilipili. Walishindwa kupigana, ndio mkawapiga. Sasa sisi kata kukataa nafyuni, wanakataa matendo ya shirki, kwamba binadamu hawawezi. Mbona nasema binadamu ni kukataa hicho. Inataka kujikaza eti. Nataka ujikaze kukataa hicho kitu. Yes. Sasa hili gari mwalitengeneza nini? Kama sio hili. Allah amekuacha tu, amekusaidia ukaona kama ni wewe, lakini sio wewe. Astaghfirullah. Kwenye biashara yako mambo yanakwenda vizuri kabisa, mpaka unajipiga kifuani. Sisi yani shekhi, ile biashara yani nimeshaizoea, iko ndani. Kwa hivyo nikipanga tu hivi najua chini rande sijui elfu ngapi faida ziko hapo. Sio wewe. Tunakataa sisi watu wa tauhid. Hadi jamani tuko tayari. Tunakataa sisi, sio wewe. Hata Qarun aliyasema hayo, inma utituhu ala ilmin indi, kwamba hii mali yote nimeipata kwa akili yangu. Kama wewe una masomo, kuna wenye wanakushinda masomo, wanakushinda mbali sana, lakini hali yao ziko chini sana. Na usishangae wewe ndio ukamtumikisha. Kuja mtu na lisansi sio na doktora na nini, unampa kazi hapo. Nika hapana, raporo unaletea usiku. Unaona mzee hapa ni hivi, kuna madoktora na wao mpiga zako somo la tafta kimataifa. Msikiliza hapa niache hapa, unaona mzee ni sasa hapa daktari. Nafyu, kukataa kwamba viumbe hawawezi. Ukikataa kwamba viumbe hawawezi, maana yake na warozi na warozi hawawezi. Wama tashauna illa yasha. Narudi nafyu ya pili, tunatakiwa tukatae sisi nafyul mahbubati thamania,
ni kukataa vipenzi vyetu vya aina 8. Kuna vitu aina 8 tunapenda sisi binadamu. Tunavipenda sana. Tunavipenda sisi binadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amevikusanya katika aya moja katika sura Tauba. Qala ta'ala, qul ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Hivi sababu hiyo ni vitu vingi. Qul in kana aba'ukum, moja ndio jamani, wa abna'ukum, watozeni, ikiwa mababa wazazi wenu wa baba na wa mama, wa abna'ukum, na ikiwa watoto zenu ngapi hiyo? 2. Wa ikhwanukum, na ikiwa ni ndugu zenu wa kaka au wa dada, ngapi hiyo? 3. Wa azwajukum, ikiwa waume au wake zenu, ngapi hiyo? Wa ashiratukum, na ikiwa jamaa zenu, ngapi hiyo? Wa amwalun iqtaraftumuha, na mali mnaipenda sana mnaitafuta usiku na mchana, ngapi hiyo? Wa tijaratun takhshawna kasadaha, na biashara ambayo mnachelea kuharibika kwake, kuomba kwake, ngapi hiyo? Wa masakin tardawnaha, na majumba ambayo mnayaridhia, ngapi hiyo? Wanachoona wakaita ni al-mahbubatu 8, vipenzi vya binadamu vya aina 8. Hema mapenzi yanazungukia hapa. Ikiwa sahibi, ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli, mtabipenda sana kumshinda Allah na mtume wake, wa jihadin fi sabili, na jihadi kupigania dini ya Allah, fatarabasu infihu shitale kundu, basi subirini. Allah yani baba haumpendi. Naona hapo swala jiwaza na kwa hivyo wanampenda Allah, baba na mama hawapendi. Na wanataka kukompare na kusikia. Allah, baba na mama, gawa basi percent. Na Allah unampa ngapi na wazazi unawapa ngapi? Wazazi Allah akiwa ni 100, wazazi ni iseme tu, usiokopi. Tu percent ni kwa hiyo 100, sio kwa 100. Ukishampa Allah 100 kwa 100, maana wazazi ni 0. Hii huyo nduara 0. Wazazi ni jamani, mko tayari na Mungu mkono? Naona ile ulizo ni kidogo, lakini linaweza kusumbua. Lakini kwenye akida na kwenye tauhidi, kwenye ule uwanja, ni kweli sisi tunataka tumpende Allah 100 kwa 100. Halafu wengine waliobaki, hivi vyote 8 vimetajwa hapa, tutavipenda kama vile wazazi, kama vile wa ndugu, kama vile wa jamaa, tutawapenda kwa mapenzi ambayo wao watampenda nani? Allah. Kama wampendi Allah, na sisi hatuwapendi. Yaani hiyo ni aula. Hakuna cha baba wala cha mama wala cha kaka wala cha dada, ndugu, jamaa, marafiki, hamna, maadama haiko kwa nani? Kwa Allah. Tunawakataa. Mko tayari wakataa? Mtana nitizama shekhi na mama ananiuliza istihana, na mama ni mkatae. Mimi sitakwambia ukatae. Mama yako ikoje mbele ya Allah?
mama yangu mimi ni mfumo. Mama anasema shahada inatuambia tufanyeje? Tumpende huyo mama. Tunamnasihi, ikishindikana tunamweka pembeni. Tutamsaidia ile kwa kuwa bado angaliki duniani. Kama alivyosema Allah, waswahibuhuma fi dunya maarufa. Basi ndio pone yao waswahili chile cha nyumbani. Manusura yao ni hiyo aya, waswahibuhuma fi dunya maarufa. Ishi nao duniani kwa wema. Ndio unakuwa, lakini sio yule mwenye mapenzi kama kawaida yake kwa kuwa ni mama. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu. Uwezo kuwakuta watu wenye kumwamini Allah, ukweli wa kumwamini na wakaamini siku ya mwisho, wakawapenda watu wenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Kwa hivyo hivi vitu vyote hivi sasa, tazama sisi mali na ibada ya Allah kukutana. Mungu anasema Yohana sendi bali majumba hii ndio na walaga hivi. Yaani huko nyumbani kuna mtu yuko na parcel yake moja, ameshaiuzisha kwa watu 5. Huyo kaja ya parcel yangu. Kwenda kesho anakuja mwingine anakuta ule tena kwenye kishauri. Na mimi ndio mwenye parcel na wale watu wa karibu pale wamuongoza na wamegulia na mwecha kweli anaitoa tena. Yaani unamwona mtu sasa huyu anakuja na mwaga mawe, kesho anakuja mwingine. Unaona mwaga mawe parcel yangu. Hawajamaliza anakuja 3, 4, 5. Na wewe ni kwako, na wewe ni kwako, na wewe ni kwako, na wewe ni kwako. Leteni karatasi. Jina hili ni moja. Mtu anamuita Samiri kwa kuwa wewe ni ajabu. Ndio hicho chanzo. Unajua shetani na mwanadamu sasa yetu hivyo. Sasa mwanadamu ndio mwizi mkubwa. Mwanadamu mali inamsumbua mtu. Shahada inatuambia acha. Mko mnatembea na mtu yuko mbele yako. Ngogodo ile kusonyesha kuyenzi. Porte monnaie sio Faransa tunasema. Imeamka iko na kwenda. Wako nyuma yako uliona. Unakuta funai mkakato wa marandi mle na madolari. Dola zimejaa. Unaona macho unamtazama. Yeye anakwenda. Sasa hapo ndio ile wanasema ati kaja roho mbili, roho ni moja. Kaja roho mbili sawa. Roho moja ananiambia nimpe. Ingine roho ananiambia nisempe pia. Wewe utakuiba. Roho mbili zaje. Ni wewe tu kumuita tu ndugu yangu wewe. Samahani. Tell amani. Chukua mzee. Muite. Hilo sasa hiyo nguvu hiyo ya kusimamisha. Kwa hivyo katika kukataa tunakataa vitu vyote hivi, tunakataa tunavipenda kweli, lakini tunafikataa. Sina muda wa kushirikisha kimoja. Cha tatu tunatakiwa tukatae nafyul yatimi al-umami sabiqa. Tunatakiwa tukatae yakini walizokuwa nazo nyumaji walizotangulia. Kuna vitu ambavyo waliweka mbele, kuna vitu ambavyo waliona kama hivi ndio wenyewe. Kaumu Adin kwa mfano, yakinuhum ala al-quwwa. Kaumu Ad, yakini yao, kujiamini kwao, tegemeo lao lilikuwa ni nguvu zao. Hapo wanaulizana kwani watu virefu kama vile mti wa taa, watu matafu kama mti wa taa. Sasa wanaambizana man ashaddu minna quwwa. Hivi jamani, anaweza kupatikana mtu hasa katika si nguvu. Maana kwa wewe mnalima huko, siku ya kuvuna wanakuja wenyewe.
Mkikataa utawakanyaga na miguu tu hivyo na fyonde. Kaumu hao. Kwa hivyo tegemeo lao wao ilikuwa ni nini? Nguvu. Sisi shahada inatuambia la, hatutegemee nini? Nguvu sisi. Nafsi. Kaumu Saleh yaqinuhum ala sinaa. Kaumu Saleh hao walikuwa ni wainjinieri. Wanaunda vitu, kwa hivyo walikuwa wanajiamini sana. Shahada inatuambia la. وقوم شعيب يقينهم على التجارة. watu wa Mtume Shuaib yakini yao ilikuwa ni kwenye biashara. Ana biashara wala hana mchezo. Unaona ule kijana ameingia kwenye biashara, hakutupitia sisi wakongwe. Ilibidi kwanza atupitie, ndio tumuonyeshe, tumfunze. Sasa amekuja kichwa hivi, ndio maana amefeli. Yaani wewe ukufeli kwa kuwa wewe ni mtaalamu, hamna shekhe. Shahada inasema la, hamna. Hamna, sio wewe bwana, ni Allah. Qaumu Sabai yaqinuhum ala ziraa. Ama qaumu Saba wao yakini yao ilikuwa kwenye ukulima. Watu wanalima hapana mchezo. Unaona ule alikuja kwanza kulima, hakufuatilia hali ya hewa ikoje wakati wa baridi hivi. Unaanza huu mwezi, yaani unajifanya kama mjanja wa hatari sana. Shale anatambia la, sio ujanja wako na ndio imefanya wewe tu umepata mavuno. Allah tu ameamua kukupa. Wa Firaun yaqinuhu ala al-mulk. Firauni yakini yake kwenye mambo ya ufalme. Na kuna watu ikifikia kwenye masala ya cheo mtauana. Hata mfanye aje. Unaona mwe hivyo hizi kama zote mlipanga hapa, kama mimi si mwemo hazifai. Yaani wewe mwenyewe ndio mimi wewe unajua mimi ndio ule mkutano hivi nafanya shura, hata mtoe rai zaje kama hajasema yeye anaona kuna chilikisha ongoka, afa akitaka kusema na wanyamalisha kwanza mwe wote nyamazeni nisikilizeni sasa. Mimi akitoa rai muipinge, sasa hapo ndio mtamjua. Mimi nawapa rai nzuri, mnakataa, ataipamba ataipigania cheo. Ndio kwenye yakini yake yuko. Sharia anatambia la, mzee, kufaulu kwako sio mpaka uwe shefu. Sio mpaka uwe shefu ndio utafaulu, hamna. Qarun yaqinuhu ala almal. Qarun yakini yake ilikuwa kwenye mali tu. Naam. Anamwambia Musa, wewe huwezi kupinzana na mimi. Huwezi Musa, nikuonyeshe. Anawaambia Bani Israila, mwenye anataka leo anifuate mimi mwezi mzima, yeye na familia yake yote, chakula chai ya asubuhi, chakula cha saa sita na chakula cha usiku ni kwangu mimi. Wao mnasemaje wakina mchumia tumbo hapa? Wamchumia tumbo hapa. Musa iko huko, Karuni iko huko. Bani Israila wote walikuwa ngambo ya Musa. Maana wa kwanza huyo kuja huko, wa pili, wa tatu, 10, 20, 30. Haruni alikuwa anatikisa mgamba, bado mwendo mmebaki, mtakufa na njaa. Kundi lingine linakuja huko. Sharia anatuambia sisi la, atushtuli na hayo. Jambo la 4 la kukataa, nafyun nafsi, kuikataa hata nafsi yako. Hicho maswahaba walikijua, ndio maana walikuwa tayari kufa kwa ajili ya nani? Nafsi wako tayari kuzitoa kabisa. Na nafsi kila siku ukiifuata, inna nafsa la amaratun bisu. Mara nyingi naamrisha mambo mabaya. Nafsi napenda mambo malaini. Kwa hii baridi yenu huku imechemka sawa sawa, kuamka alfajiri kwenda kuoga, uje msikitini,
Na mnasemaje? Yaani unatoa blanketi hivi mkadogo na kuuliza. Baridi unarusha tena blanketi. Na baada ya dakika 10 acha njisegamize. Umekwenda wewe Sheikh. Umekwenda kabisa. Kwa hivyo nafsi yako nataka uikatae. Uwe tayari kutoa muhanga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na asili ya nafsi inazo sifa zake. Innaha dha'ifa wa faqiratun wa ajizatun wa muhtajatun wa jahila. Hiyo ni asili ya nafsi. Asili ya nafsi ni dhaifu. Nguvu zake mpaka iende upande wa Allah. Ikitoka tu upande wa Allah imekwisha. Ndio maana unakutanaga lujamaa gangi, karateka, ceinture noire, 5e dan. Yaani karate inamnuka. Wanamkamata kwa mke wa watu. Alafu mme wa huyo mke ni kajamaa kaovyo tu. Upepo ukichonzo kamwangusha. Lakini kwa kuwa hayuko na Allah, unalole jamaa samahani bwana. Na kwa kweli wana samahani bwana. Na nyenyekea tabani. Nafsi ni dhaifu ndugu zangu. Wa faqiratun. Na nafsi ni fakiri. Na hapa ni kisomo kingine sintoenda mbali. Maana ufakiri wenye tuko nao sisi ni fakrun dhatiyun, ufakiri wa asili. Ndio maana Allah katangaza ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah. Enyi watu nyinyi ni mafakiri mbele ya Allah. Na ufakiri wetu hautoisha. Hautoisha. Ndio maana utamkuta mtu yuko na mamali mengi na anakuwa na maradhi mengi. Kwa mganga kenda kule wanamwambia usirudi tena kula mayai. Usinywe maziwa bwana. Yaani vile vitu vizuri vyote namkataza. Na anatoka huko nyumbani huko, toka zake huko, mtu hali yake taabani, anaenda kwa mganga. Daktari anamwandikia pale lazima ule vitamini, kula mayai, kula mafrui. Ndio maana tuwezi kutegemea hivi vitu ndugu zangu. Nafsi ni dhaifu, ni fakiri, na ni ajizatun, haiwezi chochote mpaka iwezeshwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhtaja, na nafsi inahitaji. Na hapa ndugu zangu hatari kwenye iko, ukitaka ujue kibri yetu si binadamu, ni mara ngapi wao unainua mikono kwa muomba Allah. Sikukwambia upime, lakini tizama wewe mwenyewe tu maisha yako. Mara ngapi wao unainua mikono? Na hasa binadamu hainui mikono araahu istaghna. Kidogo naona kidogo mfuko uko vizuri. Yaani stoke kule nyumbani iko safi. Uko na argent de poche, ila ya mfukoni uko nayo, na mke wako yuko nayo. Mko na dispensaire kadogo pale, madawa yako pale nyumbani. Account kwenye benki iko pale. Anraahu istaghna. Unaona hapa hata mnasemaga hapa. Nahitaji nini mimi? Unahitaji. Nahitaji kabisa. Huwezi wewe ni muhitaji. Allah anaweza akaamua akakunyima choo tu. Choo. Unaenda Sheikh hapa anakuambia wapi? Tumbo. Anakuambia na wiki nzima sipati choo. Wiki nzima. Nimetumia dawa zote wapi? Naam. Allah anakupa kisomo. Anakuamsha na kumwambia wewe huwezi, wewe ni muhitaji. Alafu nafsi ya mwanadamu ni jahila. Na ujinga kabisa. Na ujinga ndio maana wakati mwingine anachukua maamuzi ya hatari. Siwezi nikafasiri kimoja hapa. Na cha tano cha kukataa, kama mnakumbuka tungali kwenye kukataa na kwenye nguzo za la ilaha illa Allah tumesema ni mbili, si ndio jamani? Msisahau hapo, yani hatujatoka kwenye mada, tuko hapo.
Cha tano cha kukataa nafyul ashya. Hapa kukataa vitu vyote. Gari yako ufanyaje? Amseme ati msisiriki, lakini msisiriki ati sikia ule shewe uko nje sasa. Umesikia ule shewe eti gari yangu nikata. Oh, unajua si mimi nimeangalia kwa hii gari yangu. Aya ndugu yangu. Madha yaqulu alqalb? Nafsi, roho huwa inasema nini? Sikiliza maneno ya nafsi. Inakupambia almau yarwini. Mimi nikiwa na kiu, si maji anamaliza nini? Kiu. Ongo kweli. Ili kiu kiishe, inabidi tumie nini? Maji tu. Wa ta'amu yushbi'uni. Nafsi inakwambia na chakula kinanishibisha. Ni kwa vibaya kweli. Lakini alhamdulillah mtana mama watu amenitayarishia hapo nikala, tukasikia safi. Wa dawa'u yashfini. Na dawa inafanyaje? Inaniponyesha. Dawa haya mazungumzo ya roho hayo iko nakupambia. Wasilahu yahmini. Na silaha ndio inanihami. Yani mtu wakati mwingine gari itakumgonga karuka, watu wanamsema ni kwaje? Acha ndugu yangu, wallahi kujifunza karateni vizuri sana. Yani niliona tu gari kwa nikapiga saa nikaruka, gari ikapita. Yani kama nisingekuwa sikujifunza nilikuwa nimeisha. We ndege yenye mabawa siku yake ya kufa ikifika nafanyaje? Ndio iko na bawa mbili. We hauna jeti yote, wewe ndio umeruka. Shahada inatuambia la. Ma aswabaka lam yakun liyukhtiak. Kilichokupata hakikuwa cha kukukosa, na kilichokukosa hakikuwa cha kupata. Tunarudi kwenye shahada huko. Kwa hivyo nafsi, ndugu zangu, imetupa hayo mambo matano. Allah subhanahu wa ta'ala akatupa sura nzuri sana katika surati Shura, kuanzia aya 78 mpaka 81. Nisema leo jikazeni eti tujikaze inshallah, twende mpaka mwisho wa kisomo chetu inshallah. Mimi nakuaga naoga kisomo simalizage na watu wote yani. Nafikaga fasi hapa, niko naandaa mazingira, nafikaga fasi mwana mtu anataka mwenzake tu tuondoke zetu, fika nje wao unasikia mawazo. Wewe shia kana hata kuandaa mawazo, naona vitu nyalo ina nini, kuna kitu jua hapa ni uti wa mgongo ndio unaguswa. Hizi ndio mada ambazo ziliwachonganisha mitume na watu wao. Lakini tukizungumzia ndoa ni raha, ni takbira kwenda mbele tu. Takbir, Allahu Akbar. Wallahi. Safi kabisa hapa. Mimi niko nasubiri takbira tu. Allah anatuambia ndani ya Qur'an katika surati Shura, alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fahuwa yashfini walladhi yumituni thumma yuhyini walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Sikiza shahada. Yeye Allah ndiye aliyeniumba na yeye ndiye ananiongoza. Wal hidayah. Kisomo kingine hicho katika darasa langu la nyumbani la tafsiri kila siku ya Jumatano. Inshallah nitakuombeni mwe mnatufuatilia kwenye channel yetu, bado ingaliki imeanza, inaitwa Al Bushra TV Burundi. Ndio kama mnatufuatilia kila Jumatano saburini kutokana na gisi alivyotulea pale. Kwa hivyo kila Jumatano inshallah mtakuwa mnatupata, na
patakuwa vipindi vingi sana 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 insha Allahu taala. Nakuombeni wote msikose kutufuata insha Allah. Allah anasema yeye ndiye aliye, imekuja aya alladhi khalaqani fahuwa yahdini, yeye ndiye aliyeniumba na yeye atakayoniongoza. Na kuongoza pako katika njia tatu. Pana hidayatun ammatun, uongofu kwa watu wote. Hiyo tunaichangia binadamu na minyama. Ndio maana unaona hata kuku unaweza kaitoa Burundi ukaileta huko, siku mbili inafika na jua mlango wake kama ni hapa. Inasakata kisagara chote, inazunguka mji mzima, jioni unaiona iko mbele ya mlango. Hiyo ni hidayah. Imeongozwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona simba ikizaa, katoto kanaanza kujipima miguu pale pale, kaanza kupima kusimama. Juu kanajua mama hana nyumba. Sio sisi mtoto anazaliwa anabaki hapo hapo tu. Juu anajua hapa wazazi wapo, wana nyumba. Kana tu miezi mpaka miaka mingapi. Lakini mtoto wa simba anazaliwa hapo hapo tu. Anaanza kupima kusimama, anaanguka. Pima kusimama, anaanguka. Mwisho anakaza, anatembea pala pala. Anajua kwamba hapa hakuna nyumba. Mimi hapa sio nyumbani. Na leo tunaanza msafara na mama, tunaendelea huko. Hiyo ni hidayah amma, tunaichangia sisi wote na minyama wako nayo. Na pana hidayah ambayo ni hidayatul irshad. Umekutana na mtu barabarani, bana miji yako sijui. Nikitaka kwenda Cape Town ndio kwenda kimbilia huko tena. Nitapita wapi? Aha. Unaona pale takata kulia. Unamuongoza au muongozi? Unamuongoza, hiyo ni hidayah. Lakini ni hidayatu al-irshad, ya kumuongoza tu mtu tu. Na pana hidayatu tawfiq. Hidayah saidi ya kuwezeshwa na Allah, ndio ya kumwamini nani? Allah tabaraka wa taala. Sasa alladhi khalaqani fahuwa yahdini, yeye ndiye aliyeniumba, nenda ananiongoza. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqini, yeye Allah ndiye ananipa chakula, ananilishiza. Yut'imun at'ama, ni kulishiza kabisa, kama vile kitoto cha ndege mama yake anaingiza mkini. Yeye ndiye ananilishiza na yeye ndiye ananipa kinywaji. Unasikia hapo ni nguvu zako? Jamani, ni ujanja wako hapo? Hamna. Wa idha maritu, na nikiumwa, fahuwa yeye nani huyo? Yashfini, nenda ananiponyesha. Una cha dawa hapo? Hamna. Nakumbuka zamani tulikuwa na visa, kaka atavikumbuka zamani tulikuwa tunavitoa mkundi la dawa. Na enzi zile zilikuwa tunasita enzi za fakuyora. Kila chenye utakutana nacho wanakiweka mawaidha tu. Watu wataamini hivyo hivyo tu. Hakuna cha usahihi wala cha udhaifu wala cha nini, tunakwenda. Alhamdulillah. Na ndio ilikuwa zama zenyewe. Walikuwa kisa tulikuwa tunaeleza, sijui usahihi wake wala msiniulize jamani. Kwamba siku moja Mtume Musa aliumwa, tumbo likambana vibaya. Mpaka kaona akamuelekea Allah, na naumwa sana, hali ni nzito, nifanyeje Mola wangu? Kisa kinasema, kisa ndio kinasema. Allah akamwambia kisa ndio kinasema, jamani, nenda fasi fulani pana mti, chuma ile majani, weka ndani ya maji, kunywa maji utapona. Mtume Musa akenda akachuma ile majani akaweka ndani ya akanywa akapona. Pakapita siku akaumwa tena, ameshakumbuka kaka. Akaumwa tena. Akasema ile tumbo ndio kama lile, dawa yake naijua sijui. Naijua. Hakuna cha ngoja kumuomba naye. Allah. Musa akenda. Musa akenda. Kachuma ile dawa kunywa, tumbo ndio likaongezeka. Akazidiwa. Ndio akarejea kwa Allah. Naona nimezidiwa sana.
mbona nimekunywa ile dawa ya kuniponyesha? Allah akamwambia eti Allah akamwambia na wewe ulitegemea nini? Dawa. Haukungoja dada kuniomba, mbele uliniomba mimi, ndio mimi nikaweka mshifa. Sasa wewe ulijua kwamba dawa ndio inaponyesha, ndio na mimi nikakuacha. Wa idha maritu fa huwa yashfini, na nikiumwa mimi Allah ndiye ananiponyesha. Hiyo ndio la ilaha illa Allah. Hakuna dawa sheikh. Basi watakosa aje kufa? Mimi naishi na kula regime nimepangiwa na daktari, ndio watakufa. Na kula regime nimepangiwa na daktari. Acha ndugu yangu, acha. Haya, mimi nimesoma inshallah siku moja, pampita miaka nimesoma katika vitabu vya mbalimbali huko. Yaani wanaonyesha pale daktari wa Ufaransa alikuwa ni specialist wa kutibu roho, alikufa na ugonjwa wa roho. Wewe mnasemaje? Yaani yeye speciality yake ni kutibu roho, na hiyo roho ndio ilifanyaje? Ikamuua. Dawa zote anazo yeye ndo anatoa, anatuma Afrika, anatuma wapi. Allah katoa kisomo, utakufa na roho. Tuone. Na madawa yako chini ya kitanda chako. Wa idha maritu fa huwa yashfini, napouma mimi yeye ndo ananiponya. Wallahi yumituni thumma yuhyin, na yeye ndo atanifisha na atanifufua. Wallahi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, na ni yeye ndo ambaye nategemea kwake atanisamehe makosa yangu hiyo siku ya malipo. Kwa hivyo hizi ni aina 5 za kukataa. Aina hizo ngapi jamani? 5 za kukataa. Yaani ili uende vizuri unasoma tu suratul Najm aya 43 na 44. Allah anajitangaza tena, wa annahu huwa adhaka wa abeka wa annahu huwa amata wa ahya. Yeye Allah ndiye mwenye anatoaga furaha mpaka watu wacheke. Hata pale mligala ameamua tu kuacha, na wakati mwingine mnacheka mko anapinga dini. Allah hana haraka. Huwa adhaka, yeye ndo anatoa hiyo furaha, watu wanacheka. Wa abka, na yeye ndo akiamua kuwaliza watu anawaliza Allah, na yeye bila shaka ndiye anafisha watu na ndiye atakawafufua. Kwa hivyo hizo ni aina za kukataa. Sehemu ambayo tunaingia ndani yake, tunaelekea mbele, ni kisomo chetu sasa, nawaqidu al-Islam, vitenguzi. Ndio kisomo chetu cha leo. Allah namuomba tuwafikishe ndugu zangu, twende mwanzo hadi mwisho, si wote. Usitoke ndugu yangu Muislamu, usitoke kabisa. Usitoke kabisa. Ni kweli darasa lizito, hata mimi nalijua kabisa. Darasa lizito kabisa. Nawaqidu al-Islam, hivi vitenguzi vya Uislamu imekuja katika mutuni ya Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaimana at-Tamimi rahimahullah. Historia yake ni ndefu, lakini sio nafasi yake. Ndio akatupangia vitenguzi, yani ile shahada ambayo uko nayo, lile neno la ilaha illa Allah. Kuna mambo yakitokea maishani mwako yanalivunja lile neno, yanalitengua lile neno. Kwa hivyo usikaliaje tu lile neno. Salisemaga la ilaha illa Allah, wewe unajua kama ngali nayo. Kuna matokeo yakimtokea mtu linavunjika, linaondoka kabisa. Miongoni mwa hayo Sheikh akasema 10, lakini sio 10 tu. Wa asili ni mengi, lakini haya 10 ndiye anapenda kutokea mara kwa mara. Na tutapoyazungumza, kuna yenyewe tutachukua muda kidogo, na mwingine tutarefusha ingalao. La kwanza katika mambo yanayotengua la ilaha illa Allah, ashirku fi ibadati Allahi ta'ala, ni shirki katika ibada yake Allah mtukufu.
Shirk hii balai, ndugu zangu Waislamu, na utakubaliana na mimi kwamba wengi wetu, kuna wenye walitokaga Muislamu zamani wakabaki wanasali na sio wanani, sio Waislamu, lakini wanasali na wanaenda Maka wengine, na wanafunga mwezi wa Ramadhani. La haula wala quwwata illa billah. Ashirku huwa ja'alu sharikin lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yani shirki ni kumjalia Allah mshirika katika rububiyya. Tukisema rububiyya tunakusudia mambo matatu. Tunakusudia kwamba Allahu khaliq, Allah ndiye muumbaji. Allahu malik, Allah ndiye mfalme. Na la tatu, huwa mudabbirun, yeye ndo muendeshaji wa mambo yote. Kwa hivyo kumshirikisha Allah kwenye rububiyya ni kumshirikisha Allah katika haya mambo matatu. Katika la kwanza, rububiyyatihi, kumshirikisha katika rububiyya, katika kumshirikisha katika uumbaji wake. Yeye ndio muumba, hakuna mwingine. Maana swala hapo wanatupigaga aya, watu Waislamu wanashtuka kabisa kwamba Mtume Isa alisema akhluqu lakum minat-tini kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran. Wanaishia hapo wenyewe. Akhluqu lakum, nakuumbieni. Mnakataa kama Yesu sio Mungu. Si Qur'ani? Qur'ani inasema eti Yesu anaumba, kwa hivyo ni Mungu. Lakini sisi katika lugha yetu ya Kifaransa, sio ya kwenu ya Kiingereza, katika lugha yetu ya Kifaransa sisi, kila unapozungumza maneno yanakuja katika njia mbili. Kuna kitu kinaitwa sens figuré na sens propre, yani kuzungumza kitu katika maana yake halisi na kuzungumza kitu katika maana ya kuazima. Kuumba ni kuanzisha, maana yake halisi ni kuanzisha kitu ambacho kilikuwa hakijawepo tena hakijawa na mfano. Umekianzisha chenye kilikuwa hakipo, alafu watu wakikitema hakina mfano, kinafanana kile kingine, ndo uumbaji. Sasa Bwana Yesu eti na yeye ni Mungu, kwa kuwa alichukua udongo umeumbwa na nani? Na Allah. Akaumwagia maji, yameumbwa na nani? Na Allah. Akafinyanga finyanga, kisha akabumba mfano wa kandege, akapulizia pumzi, zimeumbwa na nani? Kisha ikageuka ndege. Huyo ameumba. Yeye amechukua vyote atuanzie, akianza udongo nasema kweli ameanzisha chenye kilikuwa hakiko, lakini udongo umekutwa na pana mfano wake, hakuna njia kukwepa. Kwa hivyo si maana halisi. Alaikum salam. Na ndiye maana mimbari yetu hii ni mti, ni mbao. Kulizo hilo na Jami Sheosi jibu, mimbari ni mti, ni mbao. Muone hapo. Naomba jibu Sheikh kweli tafadhali. Mimbari ni mti, ni mbao. Na ni mbao. Ni mbao. Na hii yenyewe kwa hapa. Hivyo unasema ile ule ni mti. Na
amweye twende jamani, huu ni mti, hii ni ile ulizo la ngapi hilo? La pili. Lakini la kwanza ni nini? Na si mbao, hiyo ni mimbar. Hii ni mimbar, sio mti. Nimekosea? Ni mimbari hii, shekhe. Sasa ndo narudi nyuma. Bwana, walianza kwenye mti, mti ukakatwa, wakakata vipande vipande, jina la mti likapotea, pakaja jina lipya la mbao. Mbao zikakatwa, zikapakwa na rangi, imekuwa tena sio mbao, inakuwa ni nini? Mimbari. Lakini asili yake ni ndio ile umesema. Sahihi kabisa. Kwa hivyo huyu aliyefanya hivi hajaumba. Muumbaji yule mwalianzisha nini? Mti, ambaye ni nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo shirki ni kumshirikisha Allah katika rububiyatihi, na rububia ni kazi za Allah, katika kazi zake, utendaji wake kazi, na uumbaji wake na ufalme wake. Wa uluhiyati, na kumshirikisha Allah katika uungu wake. Na hii na ndio tutazungumzia leo, ingalao hii tauhidi ndio roho ya hii dini. Ndugu zangu, kina mama naona wako pamoja na mimi jamaa, na hii kisomo kama wanisikia kweli nitakuwa nimefeli kabisa. Kina mama naona wako pamoja eti msisikii visirani jamaa, jikazeni. Na kumshirikisha Allah fi asma'ihi wa sifatihi, kumshirikisha Allah katika majina yake na katika sifa zake. Wa dhidduhu at-tauhid, na kinyume cha shirki ni nini? Ni tauhid. Tauhid, na tauhidi ni kumpwekesha Allah yeye peke yake. Shaka tuambia hapa, wa huwa masdarul amni, masdarun li amni nas. Ndio darasa tunaanza kulianza hapa. Asili na chimbuko ya amani ya mwanadamu hapa duniani ni tauhid. Ukikosea kwenye tauhidi, kila mtu atakusumbua. Kila mtu wa frapper ni wengi, wapiga pesa les escrocs ni wengi sana. Mnakutana yetu njia na kutizama macho hivi, una matatizo, ako kaneno kamoja, unaanza na chiwasa, amechuaje, amekwaje, acha nikamtafute. Unaliwa hela kiulaini kabisa. Si wewe tukutanaga ile siku njiani kwamba kuna mateso, ile siku nilikuwa nimeona na naona bado yapo, lakini manusura yako lugha za Waislamu hizo ndio kwa umekuja hapa hivi. Umefika hapa basi tabidi nishughulikie. Mwizi kisuma, we unataa haya, mwizi uisha takula hela, ndio anataka sasa atakushughulikia. Tauhid ndo asili ya amani ya mwanadamu, liannahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tam'aninatan. Kwa kuwa tauhid hujaza nafsi ya mwana tauhidi, ikajaza ndani yake amani, ikajaza ndani yake utulivu. Fala yakhafu ghaira Allah, haokopi isipokuwa anamwogopa nani? Allah peke yake. Hayo ndo maisha, ndo maisha. Huwezi ukafikia hii ngazi isipokuwa mpaka wewe mwana tauhidi. Na wana tauhidi sio mwimbo jamani. Naam. Kwa mwana tauhidi na umepika ukaiva sawa sawa, sio mchezo. Kwa nini? Kwa kuwa tauhid sadda
nawafidh al-khawfi ala rizqi wan-nafsi wal-ahli wal-khawfi min al-insi wal-jinni wal-maut. Tauhidi ikipata nafasi kifuani mwako, ukawa mtu wa tauhidi kweli kweli, huwa tauhidi inafunga madirisha yote ya uoga wa kuogopa kuhusu masala ya riziki. Ili suala, watu wengi kama wanaenda kinyume kwa ajili ya masala ya riziki. Lakini cha kwanza tunaanza kukosoa sababu sio ndio inamfanya mtu kupata riziki. Asalamu alaykum. Kina mama wajaitika kule. Haya, sababu sio ndio inamfanya mtu kupata nini? Na msemi hata mwe, yaani mko mnajiwaza sasa anataka tubaki nyumbani. Sijasema hivyo, lakini mimi ninasema sababu sio ndio inamfanya mtu kupata nini? Hata riziki. Riziki inatoka kwa nani? Kwa Allah. Na akiamua kukupa hata bila sababu atafanya nini? Lakini ametuamrisha wakuli imalu, fanyeni kazi, au sio jamani? Bila kutegemea kazi. Fanyeni kazi bila kutegemea kazi, bali fanyeni kazi huku mkimtegemea nani? Allah. Hiyo ndio akida yetu ndugu zangu, hiyo ndio akida yetu, ndio akida yetu hiyo. Kwa hivyo tauhidi huwa inafunga milango ya uoga wa mtu kuokopa riziki. Yaani mtu uoga maisha mpaka yuko tayari kwenda kufanya kazi ya haramu. Na kazi zote zimeshindikana, lakini nasikia anakuja mtu anakuambia kuna kazi Swahili cha mjini inalipa, kuna kazi inalipa. Haona mzigo huyo hapa, mzigo ukifikisha Cape Town na milioni nzima ya marandi. Sinishaona huyo mzigo? Hamjauona? Nishaona huyo mzigo, nishaona huyo mzigo unalipa. Sasa mtu anaona hana kazi, hana nini, ndio unasikia mtu abuyenze, hata Mungu anaona bwana. Anaona kama wewe ni mushriki, anakuona Allah anaona kama wewe ni mushriki. La, tauhidi kisha kita ndani ya moyo, uoga wa kuokopa maisha unaondoka. Unakumbuka neno tulilopewa zito, la haula wala quwwata illa billah. Unalikumbuka hilo neno? Unalikumbuka hilo neno? Naam. Kwa hivyo tauhid inafunga milango ya uoga kwenye riziki. Wanafsi, inafunga milango ya uoga kwa nafsi yako. Ukutana na mtu njiani akamwambia, "Unaona wewe umenichezea si leo. Sasa nakwambia ndio umefika mwisho. Utanijua kama mimi nimetoka wapi?" Sipasemi. Nipasemi? Sipasemi. Sema nipasemi nitakwambia ufipa. Ake ufipa ndio kule tunajua wapiga vipande, wapiga nani wote wanatoka huko. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mtu anakutisha. Tena tunakwambia acha. Akikunyoshea kidole ule haulali. Mimi alinitokea Ngozi ndugu zangu. Bado ningali kijana. Jana wangu anakumbuka kumbukumbu za huko Ngozi. Mzee mmoja anatoka sokoni na teremka naenda nyumbani. Akanisimamisha, "Baba, si ndio shehe wenu ndio ule?"
muiteni hapa, aweke mkono wake nyuma ya mgongo, aone kama utatoka. Nitauziwilia hapo hapo nyuma ya mgongo, mbele ya halaiki ya watu. Mwa mnasemaje? Na ni mzee anajulikana mjini kwamba ni kuhani. Akanitoa, kijana njoo. Alikuwa anasema, anakaza meno, njoo. Mimi nimetoka nyumbani ndugu zangu. Moja, niko na udhu. Ndo maisha yangu mimi. Maisha. Nakaga natoa madarasa kule, niko nazungumza na wale kule nyuma. Naambia siwana mimi, eti uende unifanyie mambo unibane, sibaniki. Nitakupita katika inchi za vidole. Nimetoka nyumbani, niko na udhu. Nimepiga bomu mbele ya mlango ya dua ya kutoka nyumbani. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Mimi nakwenda hivi. Hapo anaambia ati njoo. Nikateremka pale. Lakini ile roho ya binadamu sina kuaga. Naambia Allah, haya, mimi nakwenda. Wewe si ndio unajifanya ati ni shekhe? Mimi nilikuwa ningali kijana, na mnajua ushehe na ujana ni maji ya moto yani. Fatwa zile karikali na maneno mazito. Nikamwambia naam, Sheikh Abdul Jabbar ndio mimi mzee. Hao kijana una kibri wewe? Nikamwambia sio kibri mzee, nakwambia ukweli tu. Nikamwambia nasema hivi, weka mkono wako nyuma ya mgongo, mimi nitaubania hapo hapa. Nasikia roho pum. Na mimi binadamu, roho kidogo ikaruka, sema mambo hayo. Na mimi nilikuwa kawaida yangu, ikinitokea hali kama vile hiyo, nitafanya sambla, lakini nitajizubalisha niko nasoma silaha pale. Nikabaki na msema mzee kama nimesiria, kumbe nilikuwa napiga ati kursi haraka, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nikamaliza nikapiga kulu Allah kula binas na falaq. Nikamwambia Allah, mimi natia mkono, Allah wewe ndo ngao yangu. Anakamwambia mzee, nitie. Sasa wanangoja kuniuliza hao naokopa. Na naokopa mimi. Nikautia mkono. Na ubaki na usikiliza huko nyuma kama umegandana na mgongo. Na usikiliza usio umeshanata bwana, lakini nasikia mkono huko unacheza. Ananiambia wewe umeshatia? Nikamwambia na utoa. Sasa ujana, badala kumalizia kuishia hapo nikamwonyesha tena, naurudisha tena. Mara yapi? Nikafanya mara 3. Lakini Allah aliona ujana wangu, lakini anaona huyu ni kijana wangu huyu. Yuko kwenye uwanja wangu. Mara 1, 2, 3 nikatoa mkono. Alafu nikamwambia mzee, acha kudanganya watu wewe. Fabuhita alladhi kafar. Mzee akabutahika pale mbele za watu. Hapana, kwacha kwa unadanganya watu. Kuro wengine kanambia mzee, ondoka haraka, maadamu umeshanusurika, wewe nenda. Sikubaki, nikawa nimeondoka. Mimi niliyapitia huko kwenye uwanja wa dawa. Lakini chenye waliwezaga waliwahi kunivua nguo siku 3 mfululizo. Nimelala usiku sijaoa, nalala na majogi, naamka jogging ziko pembeni. Siku ya pili mpaka siku ya 3 kaambia Allah, isikubali. Ndio maana ndugu zangu, asiyeishi maisha ya kisunna namsikilia huruma sana. Wallahi. Kama wewe uishi na sunna za nabii, unajeshia unavyotaka, tunaamka unavyotaka, tunakwenda unavyotaka, usidharau jambo lolote lile la sunna, liweke katika maisha. Allah anakuwa mlinzi wako. Wallahi niligeukaga msikitini, nimeanza kutoa hutuba ya Ijumaa. Mzee hakusali Ijumaa. Nyumba yake ilikuwa ni jirani, msikiti uko hapa, nyumba moja katikati, ya pili ndo nyumba yake. Hasali Ijumaa, namaliza hutuba, anatoka nje na ningoja pale. Leta kidole hapa, nimesikia maneno yako, tupinge, nakupa siku 3. Tupinge. Watu wote wananifinya jicho, acha. Naona sasa mimi ndo shekhe. Ambia Allah, mimi napinga. Leta. Tupinge hapa. Unakubali kupinga? Naambia mzee, unaokopa? Letia kidole hapa. Takudanganya watu na kuwatishatisha watu hapa. Nikinyamaza
nasoma kulu wallahu, nikinyamaza napiga kula rabbil nas, nikinyamaza napiga falaq. Tia kidole hapa mzee, akatia kidole hapa. Alikosekana mtu akuja kutuamua. Watu wote wanaokopa. Watu wote. Ndio akaja kijana mmoja akasema, "Haya mimi naamua bwana." Mzee akasema, "Umepinga na mimi, naondoka." Kaondoka kaenda nyumbani kwake. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ni siku ya soko, akaenda sokoni, akateremka yuko na kondoo na kuku 2. Anapita njiani amesirika. Watu wanajua Abdul Jabari kwisha. Soboto tanipatia wapi mimi? Amna, haendi fasi. Lakini ya mimi alikuwa kinaambia siku 3. Naanza swaumu pale pale hata kama nilikuwa nimeshakula. Pale pale. Allah amina. Muda wenyewe umebaki wote, na nuia swaumu kwako, utanilipa angalau kwa hizo nani. Siri tena kitu. Na kesho mpaka hizo siku zake ngapi? 3. Na wallahi nilikuwa ninatembea barabarani, unaona barabara inapanda hivi. Yaani nataka kuanguka barabara. Nakumbuka siku moja nimelala kwenye kitanda, wallahi. Hapa mwisho kwenye hii plafoni nakamatana na ukuta. Pana nafasi kadogo hivi. Wallahi nasikia sauti inaniambia amka. Nimelala machali hivi. Amka. Najishtua. Amka, amka, amka. Sauti inaenda spidi. Mwisho nikaamka hivi. Naamka tafari la kuchomwa. Nilitoka ile nafasi nikapiga pale pale kwa nilikuwa nimelala. Mimi niliona kwa macho yangu. Nikaamka nalipima kwenye limepita halienei. Basi na mimi nilikuwa nikiona hayo, naingia kwenye kitabu na tayarisha mada. Siku ya Ijumaa na mimi namtambia kwenye mimbar. Naambia mzee haendi fasi mtu. Waislamu tulieni, msiwe na wasiwasi wala uoga. Iliwahi kuja nyoka msikitini. Mimi naingia, muadhini wangu ndo akaniambia, "Sheikh, mimi nimeona nyoka pale kwa mimbar, lakini nimeitafuta nimeikosa." Nyoka ilitafutwa ikakosekana. Kuja kuiona dakika za mwisho kwenye watu walifunua karibu mara 2 mara 3. Mimi nilikuwa nimeikaa pembeni, niko kwenye kisomo. Ayatul Kursi sio mchezo ndugu zangu Waislamu. Naipiga sawa sawa, naikari kul wallahu la rabbin nafs na falaq, napiga na alhamdu. Nyoka ikaonekana shehe. Kaambia yacheni. Asiipigi mtu, niacheni mimi. Nachukua bakora kanyaga kwenye kichwa 2 3, katupeni kule nje. Tunakutana na mzee. Ananitizama. Anaambia sijashindwa. Naambia mzee kaendelea, lakini unasumbuka. Wallahi aliteremkaga Bujumbura kwenda msikiti wa Barabara 20. Walikuwa makuhani wenzake pale. Miaka ya 90 na ngapi huko. Bado ningaliki kijana mbichi eti. Nataka nakumbuka hiyo wakati. Wakafanya walioyafanya huko, wallahi. Yaani niko na hapa ili kuondoeni wasiwasi. Wanafanya huko nyumba yake kule Ngozi iliwaka moto. Moto unarurumba, moto unawaka. Mzee anapigiwa simu kule, ndio zingaliki zile simu za zile bwana. Na mwenye kuwa nayo wasio mtu wa kawaida. Tafuta mtu kule, anapigia mzee, anaambia nyumba inawaka moto huko. Mzee achanganyikiwa. Na mimi Ijumaa napanda kwenye mimbar, natoa majibu. Naambia wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Ondoa uoga Muislamu. Kuwa na confiance na Allah. Mkubali Allah, mtegemee Allah. Inauma ndugu zangu kumuona Muislamu yuko na luerizi. Wallahi, Muislamu. Tumesema mwanzo, shahada kwanza ni kukubali au ni kukataa? Kukataa kwanza, kataa hivi vyote ndio ukubali. Usijidanganye eti mimi nitasali uko na erize tu ni Muislamu. Wewe ni kafiri. Yaani hiyo sio mada ya kupakana mafuta. Kwa hivyo tauhid inafunga milango ya uoga wa riziki. Inafunga milango ya uoga kuhusu nafsi yako na kuhusu watu wako. Wal khawfu minal insi wal jinni wal maut. Inafunga milango, madirisha
yawe kuwaokopa watu, kuwaokopa majini, kuokopa kifo. Yaani mtu anapita mbele yako anavimbana, unamtizama tu. Naambia wewe, mimi ninakujua. Unanijua mimi nakujua, mzee nakujua. Unanijuaje? Sasa umefanya vizuri. Awwaluka nutfa wa akhiruka jifa. Mwanzo wako wewe ni maji ya uzazi, yanafanana na makamasi. Kama unapinga kataa. Yuko mwananza kapinga hapa. Na mwisho wako utakufa wewe ni mzoga tu. Na ile unasemaje? Unasikia mambo unasikia ndo maneno ndo kunijua au kama mimi nakujua. Sio sikia nakwambia mwanzo wako nakwambia na mwisho wako. Tauhid ikipata nafasi ndani ya nafsi, una wasiwasi. Hakutishi mtu, hakutishi kabisa. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya kitabu chake kitukufu katika surati Al-An'am aya ya 6. Hii aya ndugu zangu ina maraha yake, maraha ya kipekee. Allah anasema alladhina amanu, pata vizuri, walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Anatangaza Allah, wale waliomwamini Allah imani kisha hawakuchanga imani yao na dhulma. Dhulma kila siku ni mambo matatu ndio Muislamu. Ni dhulma ya mtu kuwadhulumu ndugu zake Waislamu. Dhulma hii. Dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake ukifanya dhambi. Na kuna dhulma ya tatu ndio mbaya zaidi. Ndio imetajwa hapa. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, hawakuchanga imani yao na dhulma. Dhulma imetajwa hapa. Nimekuta katika surati Luqman katika kisomo cha tafsir al-Qur'ani bil-Qur'an. Luqman anaambia mwana, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Mwanangu, simshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Allah ndo ameumba kisha anaabudiwa mwingine. Allah ndo anatoa riziki kisha anashukuriwa mwingine. Hiyo ni dhulma kubwa sana. Kwa hivyo Allah akasema alladhina amanu, wale waliomwamini Allah, walam yalbisu imanahum bidhulmin, kisha hawakuchanga imani yao na ushirikina. Hapa hawakuchanga imani na ushirikina. Hawakuchanga imani yao na dawa za mapenzi. Niko nazungumza kule nyumbani. Dawa ya nini? Hawakuchanga hicho. Eti mtu anaenda nanuia. Akiniona atetemeke. Nikisema atulie, unasikia unaona ushoti. Shoti. Rofa. Unafanya vitu gani? Eti umgeuze mume wako awe kondoo, asiwi na kauli ndani ya nyumba. Na kweli unakutana kuna wakati watu wanaishi hana tauhidi, anageuka kondoo kabisa. Nimesema sirudi nyuma, basi watu piga magoti jamaa. Tia mikono juu. Nisamee. Wewe unafurahi. Fa anti shaytana. Huyo wakati wewe mwanamama ukiyafanya wewe ni shaytani. Nasema kina mama wapi? Wa nyumbani. Ukiyafanya wewe ni shaytani. Na mwanaume kukosa tauhid ndio maana unafikia katika hali kama vile hizo. Alladhina
ni kumnyima usalama, utasumbuka we. Utasumbuka kabisa. Watu wakiona kihuna tu kimedema juu ya nyumba, mtu anatoka na kijinga cha moto. We kihuna, yani mtu anakuwa mwende wazimu kabisa. We kihuna, uwe wa kheri, usiwi wa shari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nguzo za imani ziko wapi? Wa antu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Sasa wao naelekea kihuna, ndege Kongo nyumbani huko. Ukikipata shekhi, kinapigwa bismillah Allahu akbar, unakikaanga na mafuta na kula na ugali safi. Safi kabisa. Wengine huko hawalali, kihuna. Nyama safi shekhi. Imesifiwa Qur'an walahmi tayr, na nyama ya ndege. Hata peponi shekhi. Ndege tu wa kheri wa shari. Hauwezi kuwa na amani maadama anta mushrik. Maadama wewe unamshirikisha Allah, huwezi kuwa na amani. Huwezi kabisa. Hapa duniani Allah hakupi amani, si kwako wewe, si kwa wanao, si kwa mali yako, si kwa kazi yako, pote Allah ataondoa amani. Mtoto akiumwa kidogo tu, watu wa mzima wanachanganyikiwa. Ameuma. Sasa nasikia eti ni mkuru wa babu yake, ni mzima babu. Utateseka. Utateseka rofa. Utateseka. Na babu wako wapi? Mzima babu yako umetoka wapi? Umetoka wapi? Na nikikuulizeni hapa mzimu ni nini tu? Mashairi zangu kaeni kimya. Niulize, nimeuliza. Mzimu ni nini? Jamani semeni. Shewaambie waseme. Mzimu ni nini? Mzimu. Mashairi zangu tafadhali mwekaeni kimya. Mzimu ni nini jamani? Mzimu hamjui? Na ni mtu ambaye alifariki akarudi. Barakallahu fik. Ndio mzimu huyo. Na binadamu ameumbwa na vitu viwili. Kuna nafsi imetoka kwa nani? Na mwili umetoka ndani ya nini? Asanteni. Anapokufa nafsi imeenda kwenye ilitoka. Mwili unaenda ndani ya udongo. Mzimu ni kipi kati ya hivi viwili? Ni ule mwili au ni ile nafsi? Ukinipita hapo nakupa zawadi shekhi. Hapo hacharuki mtu shekhi. Hakuna habari za mzimu. Ukisema ni ule mwili ndio umefufuka akarudi, nakuuliza gari bila moteri itatembea? Gari haina moteri, injini. Si ndio mnaita nyinyi? Itatembea kweli? Hapana. Nafsi iko kule. Hichi kimwili hamna shekhi. Lakini ni sheitani ndo anaweza kujigeuza msura babu yako, na amevaa lile koti lake, ameikaa kwa kile kiti chake alikuwa anapenda kukaa chini ya ule mti wake. Kama hamtonichinjia mtawamaliza. Sheitani. Hakuna habari za mikuri. Hakuna habari za mizimu. Allah atufahamishe ndugu zangu. Eti mtu alienda kule afa karudi kutuma vijungutu huko duniani kweli? Yenyewe kwemo kule yeye ndio arudi huku sheikh. Alimsogelea mala kulmati kwa mzee. Kwa kidogo niache kidogo nirudi kule. Acha vitu ya hivyo. Nini tatizo? Sinema. Yale tunaona msinema, mzimu wa ile sinema ya nani? Ya Ali. Ya Hussein. Hamjaiona? Sinema imetungwa na Mashia eti Hussein amekufa, kisha nafsi yake eti inaamka. Cha ubandio. Na unaamka vitu gani? Nafsi inaika pembeni inaona kisi nani? Acha vitu ya hivyo.
Sasa kuna watu wanaishi hiyo vitu vya msinema. Esprit alikufa, lakini esprit yake karudi ikaja kuwapiga wale watu wenye walimuaga. Wewe bana, ni wezi hao, wanataka kula ila yako tu, wamekupangia mambo, hamna hata kimoja. Harudi mtu akishakufa harudi, na mwenyewe akirudi kama ni mzima basi alikuwa hakufa, na kama alikufa akafufuka, nitaweka ulizo, nani aliyemfufua kabla ya ufufuo? Siku ya ufufuo hajafika. Ni maana huyo na Allah ni draw. Kuna mtakubali hicho kitu? Hakuna hicho kitu, la wallah. Tauhidi ndugu zangu, kwa hivyo itakupa amani wewe, itakupa amani kwenye mali yako, watoto zako, kila litakalotokea lolote Allah anaituliza nafsi yako, unakuwa stable, roho imetulia. Tutakwenda tatumia dawa za kisheria na kadhalika, basi imetosha. Wa tauhid masdaru liquwwati nafs. Kwa nini? Wa tauhid ndo asili na chimbuko ya nguvu ya nafsi. Tauhid li'annahu yamnahu li sahibihi quwwatan nafsiyya. Falmuwahhid, kwa kuwa tauhid inampa yule mwana tauhidi nguvu za kiroho, mwenye kumpwekesha Allah, yarjullaha, yeye tegemeo lake yote ni kwa Allah, wayafiqu bihi, na confiance yake ni kwa Allah, wayatawakkalu alayhi, na yeye humtegemea Allahu tabaraka wa taala. Shirki ndugu zangu, katika makosa yote yanayopitika duniani, shirki ni namba moja. Shirki namba moja. Na wewe ukijijua kama wewe ni mushriki, ujue umekwenda na maji wallahi. Usijidanganye tu unasali. Na siku hizi pasha kuwa na vyeo vingine. Mtu anaitwa hajj na mwanamke hajjat. Wako kama hujamuita hivyo mtagombana eti. Hajjat. Siku hizi anakuja kampodo el hajj na el hajjat. Wallahi. Shirki ukiangukia ndani yake umekwenda na maji. Na hatari yake shirki ya kwanza ni hii, taswiyatu ghairillahi billahi, ni kumsawazisha asiyekuwa Allah ukamuweka kwenye ngazi moja na Allah. Wallahi, mtu anatoka anaenda kwa mtu ameitwa ni mfumu, anapiga makoti, nataka unaambie nani alimuua mwanangu. Njoo niulize mimi, wewe usingoje kwenda kufumu. Njoo niulize, shehe, nani alimuua mwanangu? Allah kashtaki. Nenda ushtaki. Sasa wewe unaenda kwa huyu kiumbe maskini, asubuhi ameenda adabuni, huyu ametoka chooni, huyu anatembea na najis tumboni, anaumwaga majipu, anatoka na makamasi, unamsawazisha na Allah. Wasia wangu usifi, usikutanage na Allah. Fanya ujanja wako wote, malakul mauti akija kwepa, kimbia, usifaki. Maana siku utakutana na Allah atakufedhehesha fedheha ya kupita kiasi. Mushrik. Hatari ya shirki ya kwanza, taswiyatu ghairi llahi billahi, kumsawazisha Allah, kumweka kwenye, unasema sio farasa au même pied d'égalité, yani wote sawa sawa, kiumbe na Allah. Kweli mambo yangu hayaendi vizuri, nataka unisaidie ende vizuri. Kweli kiumbe, usifi kabisa, usifi. Hatari ya pili ya shirki, ashirku billahi a'zamu dhulmi. Shirki ya kumshirikisha Allah ndo dhulma namba moja, yani haki ya Allah afu binadamu. Wallahi, hebu fikiria kiumbe
kumdhulumu Allah. Hata unasikia hilo neno, unalisikia kweli? Unalisikia ndugu yangu, unalisikia dada yangu, kumdhulumu Allah. Inna shirka la dhulmun adhim. Ya Rabbi, liannahu i'tida'u ala haqqi Allah ta'ala al-khas bihi wa huwa tauhid. Wa umeruka mipaka kwenye haki ya Allah yake haswa yeye mwenyewe ambayo ni tauhid. Umeivunja. Usifi. Hatari ya shirki, ashirku billahi a'dhamu dhunub, yani ndio dhambi namba 1 ambayo ubaya wake tu utausikia hata hapa mwezi hatari. Ina batilisha Uislamu wa mtu, yani inaporomosha kitendo cha mtu, inabatilisha Uislamu wa mtu, na inarudi vyote ulivyofanyaga. Warundi tunasema ikabigiza nuhusa, matendo yako tangia baligh mpaka hiyo siku umefanya hiyo shirki, yote Allah anavuta na Uislamu anavuta. Kafir. Shirku billah. Ndugu zangu, sio mchezo. Sikiliza Allah anavyosema katika surati Nisa aya ya 48. Allah anasema inna Allaha, tashdidi hiyo, la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah hatomsamehe. Sikiliza tafsiri muhimu hapa. La yaghfiru ma ayushraka bihi, Allah hatomsamehe yule atakaye kufa hali ya kuwa amemshirikisha Allah. Kwa nini tumesema hili neno yule atakaye kufa? Kwa kuwa mtu amefanya shirki angaliki mzima, anayo fursa kumuomba Allah msamaha na Allah anampokea. Huwa Rahman, Allah anampokea. Lakini mtu akifa ni mushrik, khalas, Allah hatomsamehe huyo. Wa yaghfiru ma duna dhalika, na anaweza akatoa msamaha kwa madhambi ya chini ya shirki ambayo ni madhambi mengine. Allah kaweka neno liman yasha, ili mzinifu asijipige mkifua akasema umesikia mwa shirikina hamtosamehewa, lakini sisi tutasamehewa. Liman yasha, Qur'ani hakuna kupenya hapo. Kwa utajua kama atataka wewe au atataka mwingine. Liman yasha. Hiyo ni hatari ya 3 ya shirki. Hatari ya 4, ashirku al-akbar muhbitu jami'il a'mal. Yale tumeyasema, shirki ile kubwa ambayo inamtoa mtu ndani ya Uislamu huporomosha matendo yote yakiwemo na Uislamu. Na ndio hapa tukasema hatari kwenye iko watu wanasali na hali ya kuwa sio wanani, sio Waislamu. Toka zake kwa mfumo anatawadha tena msikitini. Wala Allah ana huruma sana. Ni kwa binadamu sisi hapa. Mtu ametoka, yani umeenda mbele ya baba yako, umemkanyaga kofi la sawa sawa, piga jido mzee chini, afu unaondoka zako, si amna adabu mwe. Kisha baadaye unarudi baba, kwa masomo amenituma ada ya shule. Wewe mnasemaje? Ushaachana mkanyaga kofi. Yaani mzee akitoka chini chenye atapituana ndio hicho. Kama ni gongo atakusambua nayo. Lakini Allah hana haraka. Wa umli lahum inna kaidi matin. Awapa muda. Anatamba. Mwana mama anamtambia mwenzake, nilimwambia hatoniweza. Eti alienda kule akapewa dawa ya kugeuza eti roho ya mume, na ikageuka kweli. Mimi mwenyewe anaishi kama mzairwa tu hivyo tu. Kageuzwa. Mama anatamba. Unatamba we, mushrika.
subiri. Umejenga nyumba ya ghorofa isiyokuwa na msingi, haina fondation, na siku itaanguka, haitongoja eti huko nje, itabomoka huko ndani. Tamjua Allah ni nani? Tamjua kama sio leo ni kesho. Hii ni ahadi ya Allah kwa washirikina. Matendo yote yanaporomoka. Allah anasema katika surati Zumar aya 65, walaqad uhiya ilaika. Hii aya inatisha ndugu zangu. Allah anaanzia kwa mpenzi wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika, kwa hakika tulikufunulia wewe Muhammad, wa ila alladhina, na wale ambao min qablika, waliopita kabla yako. Tuliwafungulia, tuliwapa ufunuo gani? Tuliwapa wahi gani? La in ashrakta, ukipima we Muhammad kunishirikisha, anaambiwa mtume, ukipima kunishirikisha, la yahbatanna. Sikia hiyo lugha ni Allah ametumia, lamul qasam. Lamu imeanza hii lamu. Allah anakula kiapo, la yahbatanna, na hii nunu ya huku mwisho anaita nunu taukid athaqil, nunu ya kutilia mkazo tena nzito. Bila shaka la yahbatanna amalu, matendo yako na utume wako wote nitaporomosha. Anaambiwa mtume, mimi na wewe je? Shirki ndugu zangu sio mchezo, sio mchezo, sio mchezo kabisa. Wala takunanna min alkhasirin, na utajikuta ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Hatari nyingine ya shirki, anna man mata ala shirki mukhalladun fi nari jahannam, atakaye kufa amefanya dhambi ya kumshirikisha Allah, huyo ataishi motoni milele na milele, hakuna kutoka, hakuna msamaha. Shirki we tamba hapa duniani, na kuna watu kweli wanatambia tunapiga fedha. Anakuja mtaalam, hapa kumuona eti tunatoa fedha kwenye yuko amefikia pale kwa mtaalamu mwenzake, kumuona huyo mtaalamu toa kwanza fedha. Halafu wanatupaga hoja. Mmoja mtaalamu kule kwetu akanambia, kwani mkienda kwa mganga hamtoagi hela consultation? Yaani unaingia kwanza kwenye idara hapa, unalipa 10,000 ndio unaenda kumuona daktari kule. Mbona mwe mnasema natumikisha Qur'an, na Qur'an ilikuwa consultation? Wezi visuma, des escrocs gentils. Sasa huyo anakuja anafika kwa mtaalamu mwenzake, ndio unaingia na kutizama, nimekwishaona una matatizo, kini usijali. Natutiisha wajinga ndio wali wao. Allah anasema katika surati al-Maida ya 72, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yule atakayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ameiharamisha pepo. Yani mtu mushriki mwenye kutumia dawa za bahati, kisomo kingine hicho, mwenye kutumia dawa za mapenzi, dawa za biashara, dawa za kupata kazi, dawa sijuza haya na haya, mwenye kutumia hayo, Allah ameiharamisha pepo kwa haramun alaik. Hawezi kaingia katika pepo ya Allah. Wa ma'wahu nar, na mafikio yake ndani ya moto. Wa ma lidhalimina min ansar, na madhalim hawatokuwa na mnusura. Washirikina wajiandae kabisa, kwa sababu hizi zote Uislamu ukapanga sheria ifuatayo. Sheria ifuatayo kwa mtu mushriki anachezea mambo ya wafumu, na watu
Shekhe, mama mmoja amekuja mbele yangu, Allah niongoze na muongoze. Anaambia, shekhe, unavyoniona mimi hapa sio mimi. Nikamwambia, unasemaje? Mimi kicho Kiswahili sikukisikia, eti yeye sio yeye. Yaani wewe hapa sio wewe. Sio mimi. Ni nani? Ni mimi, lakini kivuli changu walikichukua sinema. Sinema maskini. Eti walimchukua kimvuli. Na ndiye maana tuwe makini sana kuhusu sinema kwa watoto zetu. Makafiri waliweka kiwanda kikubwa kinaitwa Hollywood. Kinapatikana Marekani, California. Ndio kiwanda cha kwanza cha Mayahudi cha kutengeneza sinema. Kila fikra ya kusambua dunia wanaitayarishia sinema, wanaipitisha pale, wanasambaza dunia nzima. Wakajua kwamba sisi watu wazima wakiweka mambo ya shiriki sana tutayaona wazi. Lakini siku hizo wanabaki wanaweka shajua roho za watu lishakufa. Sisi wakatuwekea mambo ya kuondoa haya. Wanaume na wanawake wiko uchi, na wao wamekaa hapo kuna turumbua bimacho, kuna tizama. Na turumbua. Wal haya'u minal iman. Na haya ni katika imani. Haya ni katika imani. Haya ikiondoka, alhaya'u wal iman qurana, kwamba haya na imani ni mfano wa mapacha. Idha rufi'a ahaduhuma, kimoja kikiondolewa na kingine kinafuata. Haya ikitoka tu na imani inatoka. Wakaona watoto zetu ni wadogo, wakawatayarishia filamu zile ambazo tunawekeaga sisi. Msendi kutembea, waweke kwanza, au tangoja kuwekea. Watu wetu wanajua mitandao hivi nani kutushinda hata sisi. Jamani, tusubiri kwanza.